sisi kama Jukwaa la Wahariri Tanzania tunalo jukumu la msingi sana kuhakikisha kwamba haki ya kupata habari kwa wananchi na hasa waandishi wa habari ambao wana jukumu la kukusanya, kuchakata na kuchapisha kwa mujibu wa ibara ya 18 A mpaka cha na da, na kwa mujibu wa kifungu cha 7 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya huduma za habari. Ile ibara ni kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Siku mbili zilizopita tumekutana na kamanda wa kanda maalum ya polisi Dar es Salaam, Afande Jumanne Muliro, tukazungumza naye kwa utuo kwamba jukumu la waandishi wa habari ni kukusanya, kuchakata na kuchapisha taarifa, na kwa hiyo kuwazuia kuingia Kisutu si jambo jema. Hawaendi kumpigia debe mtu yeyote, wanachokwenda ni kujulisha umma kwamba kuna hiki na hile kinatokea pale Kisutu. Kwa hiyo katika mkutano ule tukakubaliana mambo ya msingi. Moja, waandishi wote wataruhusiwa kuingia tarehe 6 kwenye viwanja vya Kisutu. Wote wataruhusiwa. Lakini ili waruhusiwe ni lazima watambuliwe. Na njia za kuwatambua ziko mbili. Ya kwanza kuna jackets. Jacket inasaidia sana kwamba hata kabla askari hajakufikia anatambua kwamba yule ni mwandishi, limeandikwa press. Na ndio maana hata vitani ukiangalia ukienda pale Palestina na Israeli wanavyopambana au Ukraine na Urusi, mwandishi wa habari hauawi, lakini kitu cha kwanza kinachomtambulisha ni helmet iliyowekwa press na jacket alilolivaa. La pili ni kitambulisho, kwamba unaweza kudaiwa kitambulisho, na press card zetu zimeandikwa kwamba kuwa na press card si warrant ya kuingia kila pahala, si ndio? Lakini anaweza akakuangalia askari kwamba kwa kweli huyu namtilia shaka ni mwandishi kweli. Na hapa tunaposema kitambulisho sio press card. Unaweza usiwe na press card lakini ukawa na kitambulisho cha ofisini kwako. Kwa hiyo tujitahidi sana, wakikuomba kitambulisho uwe nacho. Sasa nafahamu kwenye social media kuna watu ambao wanatokea kwenye vyama vya siasa na wanalo jukumu la kufanya kazi za vyama vya siasa. Basi vyama vyao viwape vitambulisho. Yaani itambulike kabisa kwamba taasisi fulani inawakilishwa na fulani. Hilo litatuondoa katika mgogoro mkubwa. Tuendelee kushirikiana ili taifa ni letu. Hatuondoki kwenye utanzania. Yaani vyovyote vile itakavyotokea, kwanza usalama, la pili utanzania wetu, lakini la tatu kazi yetu ambayo tunajiproud ya kwamba sisi kama wanahabari. Baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru. Tuko pamoja, tunaamini ya kwamba ujumbe huu wa pamoja baina ya Jukwaa la Wahariri Tanzania pamoja na klabu ya waandishi wa habari mkoa wa Dar es Salaam utakwenda kuweka nguvu kwa pamoja, hasa katika kuangazia usalama kwa wanahabari na kwenda kuzingatia kile ambacho kimetolewa kama kwenye tamko la pamoja. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV.